anakuja kunifanyia mtoto wangu, sina chochote mimi. Huzuni, simanzi na majonzi yote yalitawala kwa siku ya pili nyumbani kwao Gloria Kaiza, mwanafunzi wa grade ya 5 aliyepatikana Jumapili akiwa ameuawa na watu wasiojulikana. Hii leo viongozi wa kaunti ya Mombasa ikiwemo mbunge eneo la Kisauni Mheshimiwa Bezimba aliyeandamana na mwakilishi wa wanawake Mombasa waliongoza waombolezaji kumfariji na kutoa pole zao kwa mamake Kaiza aliyepatwa na msiba. Huyu kama huyu ameua na yeye auliwe. Vile ameua auliwe. Na mimi naomba kina mama wenzangu, angalieni watoto. Hili jambo limeweza kuleta taharuki hasa katika eneo hili. Kwa hiyo vijana wengine, ndugu zangu, isije ikawa msalaba utaubeba wewe. Kwa hiyo lazima tuwe ni makini sana hapa. Kisauni ilikuwa imetulia sana, na hili jambo ni mara ya kwanza kulisikia limefanyika Kisauni. Kwa kauli moja, viongozi hao walionyesha kughadhabishwa na kisa cha kinyama kilichotokea, huku akiitaka asasi za kiusalama kuchunguza kisa hicho na waliohusika kukamatwa. Ni kitendo cha kinyama sana, na siamini kama ule amefanya hivi kweli ni binadamu. Na mimi naambia kikosi jeshi la polisi wahakikishe kwamba ni lazima watu washtakiwe, si ile maneno ya polisi kusema tutawacha jiwe bila kupendua. Mimi nalaani hiki kitendo na naomba serikali, haya masala yamekuwa ni mengi sana. Ni wakati ambapo stand measures na stretch lazima zichukuliwe hatua kali, sio mambo kuwa mtu afungwa miaka 20, miaka 30, story imeisha na mtoto amekufa. Hapana. Huyu kama huyu ameua na yeye auliwe. Kuuawa kwa mtoto Gloria Kaiza kumempa mamake marehemu maswali aliyokosa majibu, kwani amesema hakumbuki mara ya mwisho kukosana na mtu yoyote kisha kumgeukia mwanawe na kumuua. Sasa mimi nalea watoto wangu na shida, mtu anakuja kunifanyia hivi. Uniambie labda kuna mwanaume alikuwa anaingiza ndani, labda ndo atafanyia mtoto wangu kitendo kama hicho. Sina hizo tabia. Nimekosana na mtu akamfanyia kitendo kama hicho, hakuna mwenye nimekosana naye. Mwili wa marehemu umelazwa katika makafani ya Coast General, huku uchunguzi wa maiti kutarajiwa kufanyika hapo kesho baada ya kuahirishwa Jumatatu wiki hii. Na pasmoto wameniambia watafanya kesho Jumatano. David Lukoe, Habari 24.7, Kisauni, kaunti ya Mombasa.